Suratul Maryam ambayo ndio sura ya 19 katika Qur'ani ni mojawapo ya sura ambazo ina mambo mengi ambayo Qur'ani inajichanganya, kwamba huyu mwandishi wa Qur'an analeta mkanganyiko mkubwa sana. Japo kwamba inazungumzia kuhusu kuzaliwa kwa namna gani Isa bin Maryam anazaliwa, mama yake na vitu kama hivyo, lakini ndio mojawapo sura ambayo ina mkanganyiko mkubwa sana. Leo hii nataka nikusomee kutoka katika hii sura ya 19, Suratul Maryam, aya 71 mpaka 72. Kisha tuzungumze kidogo. Nasema hivi: wala hakuna yeyote katika ninyi ila ni mwenye kuifikia hiyo Jehanamu. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Kisha tutaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Kimsingi sura hii inachosema ni kwamba kila mtu, yani kila Muislamu ataingia kwenye moto wa Jehannam, isipokuwa tu baadaye huyu Allah atawaokoa wale ambao wacha Mungu, kwamba Waislamu wote lazima waingie kwenye moto wa Jehannam, lakini baadaye wanaokuja kuopolewa katika ule moto ni wale wacha Mungu. Sasa kwa nini Allah anawaingiza wacha Mungu wake katika moto wa Jehannam? Hili ni swali ambalo wewe ndugu yangu Muislamu lazima ulitafakari, lakini kwetu sisi wa Kristo jawabu letu ni rahisi sana. Huyu Allah si Mungu wa kweli. Huyu Allah si Mungu wa upendo. Huyu Allah si Mungu wa rehema, kwa sababu Mungu wa rehema, Mungu wa upendo na Mungu mwenye huruma hawezi kumuingiza mja wake anayempenda katika moto wa Jehannam hata iwe kwa sekunde moja, kwa sababu moto wa Jehannam ni sehemu ambayo tumaini halipo. Ni moto, ni adhabu yenye kutisha sana, ya kuogofya sana. Hakuna tumaini kule. Ni kuonyeshe namna gani tofauti ya huyu Allah alivyo baina yake na Yehova, Mungu wa kweli aliyejifunua kutoka kwa manabii na mitume na mwishoni akajifunua kupitia mwanawe mpenzi Yesu Kristo. Jinsi gani alivyotupenda, upendo wake ulivyo kwetu sisi wanadamu, pamoja na kwamba wazazi wetu pale Adam na Eva walianguka katika dhambi, lakini hakupenda tuone kwamba tunapotea milele yote. Na hivi ndivyo anavyotuambia katika Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18. Anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Narudia mstari wa 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, kwamba ukishamwamini huyu mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo, wewe hukumu yako imekwisha kuondoka. Lakini asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ndugu yangu Muislamu, haya ni maneno mazito sana ambayo aidha yanatoa tumaini kubwa kabisa katika maandiko ya Kikristo ambayo huwezi kuyakuta popote katika Qur'ani wala hadithi, lakini pia yanaonyesha huruma ya Mungu kwa wale ambao wako katika dhambi, isipokuwa ni mafundisho pia ambayo yanaogopesha kabisa kabisa kwa wale ambao wanamkataa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu yangu Muislamu, nafasi bado ipo. Muamini Bwana Yesu ili upate wokovu, ili usihukumiwe. Achana na Allah, Mungu ambaye hana upendo, hana huruma, hana rehema, wala hajali nini kitakupata, kwa sababu hana nia ya wewe kukutoa katika Jehannam. Kashasema nafsi zote zitaingia Jehannam. Kwa muda gani mpaka atapokutoa? Qur'ani haisemi hivyo, kwa sababu ule ni uhadaa. Allah mwenyewe anasema, anajiita khairul makarin, bingwa wa kuhadaa. Huo ndio ukweli wa neno la Mungu, na huo ndio ukweli wa Allah anavyojiita katika Qur'an. Tafakari sana, nafsi yako ina thamani kubwa mbele ya Mungu. Ndio maana akamtoa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, ili kila ambaye atamwamini apate uzima, ila atakayemkataa basi huyu atakuwa ameshakwisha kuhukumiwa. Asante sana, tafakari maneno haya, piga hatua, chukua uamuzi leo. Asante.